Sisi pia tunahimizwa na kushauriwa hivyo kuwa tujitahidi kupokea huruma ya Mungu. Kwa njia ya matendo yetu mema, Mungu atajidhihirisha kwetu. Mungu atatupokea. Mungu atatupatia uwezo na nguvu. Kwa hiyo mahangaiko hayo tunayoyapata, kwa sababu hata sisi katika maisha yetu tunapita jangwani. Jangwa sio tu hali hiyo ya kwenda huko mpaka uende huko Sahara au Kalahari huko. Lakini mwanadamu katika maisha ya kiroho, kwa sababu hii kiu ambayo wana wa Israeli walikuwa nayo iliwavusha kutoka katika kiu ya kimwili kuwapelekea katika kiu ya kiroho. Na hata sisi tunapambana na hili jangwa mara nyingi katika maisha yetu. Mara nyingi tunakuwa jangwani. Kila tunapomwacha Mungu, kila tunapotenda dhambi, sisi tuko jangwani. Na katika huku jangwa, badala ya kujilalamikia sisi wenyewe kwa dhambi zetu ndio tumejiingiza jangwani, tunawalalamikia wenzetu na tunamlalamikia Mungu kuwa amefanya hivyo. Lakini Mungu pamoja na hayo yote anatuhurumia na kutusamehe. Kipindi cha Kwaresma kinatualika na kutusisitiza tutoke jangwani. Kinatusisitiza tutafute maji ambayo yatakata kiu yetu, sio tu hii ya kimwili, lakini zaidi sana kiu ya kiroho. Na kiu ya kiroho inakatwa kwa kukubali kuwa karibu na Mungu. Mungu ambaye anatoa ni chemchemi ya maji ya uzima.